Naam, tumerejea tena kwa mara nyingine. Mtazamaji, karibu katika sehemu ya pili ya mahojiano ya kipindi chetu hiki cha Baragumu Live, na tayari katika studio zetu amekwisha wasili Daniel Semfukwe ambaye huyu ni mdau wa maendeleo lakini pia ni mdau wa uchumi. Tunakuja kuzungumzia kuhusiana na umuhimu wa kujenga uhusiano na uchumi. Tunafahamu huwezi kutofautisha kati ya uchumi na uhusiano. Na mimi kwa haraka haraka nikiangalia mara nyingi katika maisha yetu ya kawaida, ili tuweze kufikia malengo fulani, ili tuweze kuwa karibu na jamii, ili tuweze kufanya shughuli zetu za kila siku, lazima sana tuzingatie uhusiano. Na uhusiano huu katika mwanzo wa kufanya shughuli zetu, lakini pia namna gani pia tunaweza tukalinda uhusiano. Inaweza kuwa uhusiano kati ya taasisi na wateja, lakini pia mfanyabiashara na wateja wake, nchi na nchi. Tunafahamu kuna mahusiano kati ya nchi na nchi, ndio maana nasema mara nyingi hata mataifa haya huwa yanaanza mahusiano kati ya nchi na nchi, alafu baadaye wanakuja kufanya nini? Wanaendelea masuala mengine ya kibiashara na uchumi. Karibu sana Daniel. Mambo ya uchumi, mahusiano pamoja na masuala ya maendeleo. Na kwa sababu leo tunazungumzia topic ya umuhimu wa mahusiano na uchumi mwaka 2026, nataka kusema kwamba kwa kuingia mwaka 2026 ni ulimwengu unazidi kubadilika sasa hivi. Na katika kutokana na kasi na teknolojia inayoendelea, tunasema tuna akili mnemba. Mabadiliko ya kiuchumi katika mazingira haya, kujenga mahusiano ni jambo la muhimu sana. Kwa sababu mahusiano ya aina nyingi, na leo tutazungumza mahusiano ya aina chache kama aina 3 au 4. Ndiyo. Mahusiano katika eneo la kikazi, biashara, tunaita networking. Kwa sababu ni ile network kati ya mtu na mtu. Kwa sababu katika soko la ajira mwaka 2026, ujuzi wa kiufundi pekee hautoshi. Unaweza kuwa na ujuzi, unaweza kuwa na utaalamu, unaweza kuwa na aina ya biashara unafanya, lakini kinachofanya wewe biashara yako au ujuzi wako ufike mahali husika ni mahusiano. Na katika ile eneo kuna kitu kinaitwa fursa za siri. Yaani fursa za siri. Yaani hapa bwana Kapotela, unaweza kaona fursa yako lakini ni asili. Ili hiyo fursa imfikie mhusika, lazima kuwe na kitu kinaitwa mahusiano kati ya wewe na mtu mwingine. Sawa. Na mwisho wa siku unaweza ukafikisha hilo jambo kwenye eneo husika, kwa sababu kila mmoja anakuwa na ujuzi ambao anataka ufikishe kwa mtu mwingine. Na ili ufikishe unahitaji kitu cha mahusiano, networking. Ni kitu muhimu sana. Kwa mwaka 2026 ni mwaka wa kuboresha mahusiano yetu maeneo ya kazini, kwenye biashara, kwenye jamii zetu, na mahusiano yaanzie katika ngazi ya familia. Familia pale nyumbani, kuwa na mahusiano bora kati ya wewe na mke wako, wewe na familia yako. Pata muda wa kuongea na familia yako kwamba jamani, huu ni mwaka mwingine. Inaweza kuwa changamoto zilipitia mwaka 2025 na mwaka 2026, jamani, tuanze kuboresha mahusiano yetu. Kwa nini unasema mahusiano yanapaswa kuanzia kwenye ngazi ya familia? Familia ndio msingi pekee. Yaani siwezi kuwa na mahusiano na watu wa nje wakati familia yangu sina mahusiano nayo vizuri. Tujengee pale kwanza. Ndiko source ya mafanikio yetu. Ukitoka pale sasa, yako mahusiano na wenzako wa kazini. Mahusiano mazuri. Kuna watu wanafanya kazi ofisi moja lakini hawana mahusiano mazuri. Inaleta kudolola kwa utendaji kazi na kufikisha ile huduma kwa walengwa vizuri. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuelekeza kwamba au kushauri kwamba ni wakati mzuri wa kuboresha mahusiano ili kile ambacho tumekipania au tumekusudia kukifanya kifikie kwa walengwa. Kuna siku moja wakati natazama bunge, tena ni bunge letu hapa nchini Tanzania, unachokizungumza hiki nakuelewa vizuri sana. Katika kumpongeza yule kiongozi katika bunge letu pale Dodoma, kuna mheshimiwa mmoja akampongeza mpaka mke wa kiongozi huyu. Kwamba yule mke wa kiongozi amekuwa sababu ya huyo kiongozi kufanya kwa ufanisi. Kwamba angekuwa na haribu kule nyumbani, mama aende uenda huku kwenye utendaji wa kazi, ufanisi wake huyo kiongozi usingeonekana. Yeah, of course. Ndio. Na kuna athari za moja kwa moja ambazo zinajitokeza endapo nyumbani kukiwa hakuna mahusiano mazuri. Changamoto kubwa ambayo watu wengi hawajaijua, wanakuwa busy na majukumu ya kazi, wanasahau kwamba kuna umuhimu sana wa kutenga muda kuwa na familia zao. Tenga muda wa kuwasikiliza. Tenga muda wa kujua kwamba wao pia wanawaza nini. Tenga muda wa kukushauri, kwa sababu wao pia ndio wanaokusaidia wewe kufikisha malengo yako kwenye ufanisi. Kwa sababu mtu yeyote atakayekuwa hayuko vizuri hapa kwenye mentality, hawezi kufanya vitu kwa uzuri au kwa ubora. Kwa hiyo msingi wake unaanzia katika mahusiano ya yeye pale na familia anayoishi, lakini pia mahusiano na majirani, na mahusiano na watu wako unaofanya nao kazi au kwenye biashara. Mimi nimewahi kufika maeneo kanafanya utafiti, watu wanafanya kazi soko moja lakini kibanda hiki na kibanda hiki hawazungumzi. Mtu akitaka bidhaa fulani anamwelekeza eneo jingine.
Maana yake hawa watu hawana mahusiano mazuri. Kwa hiyo kimsingi tutengeneze umuhimu wa kuwa na mahusiano unaoanzia katika ngazi ya familia, majirani na eneo lako la kazi. Sawa. Itatujengea ubora katika ufanisi mwaka 2026. Kwa nini umetolea mfano wa genge? Mimi nauza bidhaa za mayai tule mfano au vitunguu yeah, nyanya hapo mboga hizo, na jirani yangu hapa anafanya biashara kama ya kwangu inayofanana ya kwangu. Ndio. Kwa nini kuna umuhimu wa kujenga mahusiano na yeye wakati mnajua sasa biashara si ndio ushindani hapa sasa? Wafanyabiashara wana mahali wanakotoa hizo bidhaa, na ili auze kwa bei rahisi atahakikisha anakochukua hiyo bidhaa achukue kwa bei ambayo ni ya chini ili kutofautisha bei na watu wanataka vitu vya chini. Sasa kimsingi unapojenga mahusiano na mfanyabiashara mwenzako, atakupa zile siri ndio nilizungumzia mwanzo. Atakueleza, bwana, mimi bidhaa hizi au vitunguu hivi navichukua Iringa, vitunguu hivi navichukua Ruaha, vitunguu hivi navichukua sehemu fulani. Atakueleza wapi source wa hiyo business unapata. Kwa hiyo unapokosa mahusiano na mfanyabiashara mwenzako, wakati mwingine hata kueleza siri ya mafanikio. Unajua kila kitu ni mafanikio, yote ni siri ambazo watu wanazo. Na hizo siri huwezi kushare na miti, huwezi kushare na mtu mwenzako atakaye kwa karibu na wewe. Mimi kwa mfano jana nilikuwa toka Mbeya, nilikuwa toka Mbeya kikazi. Nikiwa nasafiri kwenye ile gate tumepanda, nilikuwa nimekaa na vijana na wazee, tumekaa pamoja kwenye private. Wakati huo wakaanzisha mada inayohusiana na uchumi, nikawaeleza kwamba mafanikio yote yanaanzia kwenye networking. Tunakosa mafanikio kwa sababu hatuna communication. Kwa mfano umekaa na mimi hapa kwenye city, huwezi kujua mimi na fursa gani au wewe huwezi kujua na fursa gani. Kwa hiyo ni muhimu sana baada ya hapo tunapofika Dar es Salaam tubadilishane namba za simu. Huwezi kujua unakokwenda utapata kitu gani cha kunishirikisha mimi au mimi kushirikisha wewe. Kwa hiyo mimi ni washauri wa Tanzania wenzangu. Huu ni muhimu sana wa kuboresha mahusiano. Mahusiano kati ya mtu na mtu, mahusiano kati ya kampuni na kampuni, mahusiano kati ya mfanyakazi na mfanyakazi ili kubashana taaluma na uwezo, mahusiano kati ya nchi na nchi. Wakati mwingine tunaweza tukaona kabisa kuna nchi fulani inafanya vizuri katika eneo fulani na sisi tufanya katika eneo fulani. Kwa hiyo ni muhimu kuboresha mahusiano tufikie malengo. Sawa. Ndio. Na jambo la pili, mahusiano kati ya mwajiri na waajiriwa. Yako mahusiano ya aina nyingi. Kuna mahusiano ya kimapenzi tunasema, yako mahusiano ya kirafiki, yako mahusiano ya ndugu na ndugu, lakini mahusiano ya maeneo ya kazi, yule mkuu wetu anayetuongoza katika eneo la kazi natakiwa awe na mahusiano ya karibu na wafanyakazi wake. Kwa sababu kwenye eneo la kazi ndiko kwenye eneo ambako tunazalisha vitu vingi kwa ajili ya kuhudumia jamii yetu. Kama hatutokuwa na mahusiano mazuri kati ya mfanyakazi na bosi wake, ufanisi wa kazi huwa unapungua. Wafanyakazi hawatofanya kazi ile kwa morality, kufanya kazi kwa moyo. Hawatojituma, watakuwa wanafanya kazi wakiogopa kwamba bosi atanifokea, atanifanya hivi. Mwisho wa siku wanaweza wakaharibu kazi. Kwa mfano tuchukulie wanaofanya kazi za ndani, wafanyakazi wa ndani wale tunasema house girls au house boys. Wale wabosi wao wanatakiwa wawe na muda pia wa kuwa na mahusiano mazuri na wale watu, kwa sababu wakati mwingine wao ndio wanaoachiwa makazi ya nyumba, ndio wanaoachiwa watoto, ndio wanaachiwa mifugo, ndio wanaachia mazingira ya nyumbani. Kwa usipokuwa na mahusiano mazuri na wao, wakati mwingine ndio tunazalisha mambo mengine ambayo yanafanyika, ambayo yanakuwa mambo ya ukatili na mambo mengine. Kwa sababu mahusiano ni kitu muhimu sana. Tenga muda wa kukaa naye kama mtu. Tunataka maneno unakaa kama mtu, unazungumza naye, unapata muda wa kumsikiliza, kujua changamoto zinazopita, nafikiri nini, anawaza nini mwaka 2026, je, aliplan nini, amefeli wapi. Unaona mazingira ya kazi, kufikiriza mtu kutoka ofisini. Ni vema wale viongozi wetu watenge muda hata kuita vikao vile pamoja, kuwasikiliza wafanyakazi wao, kusikiliza wanawaza nini, kuwasikiliza waboreshe wapi, wapunguze wapi, yani kupata mawazo yao ili kufanikisha kampuni, kufanikisha taasisi, na mwisho wa siku tunaona taasisi inafanya kazi vizuri. Sawa. Na hilo la wafanyakazi umelizungumzia, kuna hao wafanyakazi ambao umezungumzia wa ndani hao. House girls, house girls, kuna house boys. Mara kadhaa nadhani familia zimekuwa zikipokea matokeo hasi
kulingana na wao namna ambavyo wanawachukulia. Kwa mfano unakuta huyu ni mfanyakazi wa ndani ambaye unamwacha na mwana anakufanyia kazi au wakati mwingine anakusaidia shughuli zako za pale nyumbani za msingi kabisa. Unakuta likifika jambo la chakula hamli pamoja, yeye anakula peke yake, si tuko hapo alafu huyo baadaye unamwachia mwanao mpendwa amtunze. Umeelewa? Huyo baadaye unampa majukumu makubwa kwa ajili ya uchumi wako. Sasa kwa kufanya hivi kunaweza kukapelekea nini katika familia au katika nafasi yote ya ndani? Tenga muda kwanza, umtambue yule mtu anayefanya kazi pale, amekuja pale ana ubinadamu, ana utu na ana nafasi yake kama katika jamii, kwa sababu umemkaribisha katika kaya yako, katika nyumba yako. Kwa hiyo ni vizuri sana kumtambua na kumtambulisha pia kwa watoto wako au kwa wale watoto wanaishi nao pale, ili wamtambue kama yule ni mtu muhimu, ni sehemu ya ile familia. Kwa hiyo hata wakati wa chakula, kwa mfano ongea point nzuri sana bwana mtangazaji, kwamba tunapokuwa kula chakula kinajenga mahusiano makubwa sana katika familia. Tunapokula kwa pamoja na wafanyakazi pamoja na watoto, kwanza utagundua tabia zao, huruka zao, wanavyomchukulia. Je, wanamchukuliaje? Unanielewa? Lakini wakati huo pia ni vizuri kuboresha muda pia wa kujua anapokaa na watoto wako wanamchukuliaje huyo mfanyakazi. Kuna watoto wengine wanavyoona vile ambavyo wewe unamchukulia yule mfanyakazi wa ndani au house girls au house boy, nao pia kuonyesha kumshusha hadhi yake. Na wakati mwingine inapelekea kuweka uchungu kwenye moyo ule mfanyakazi. Atakuwa anaishi pale labda kwa sababu tu anafanya kazi, anakuwa anaishi pale katika hali ya uchungu, na mwisho wa siku ule uchungu unapokuwa inaweza kaisha kitu kibaya, kuwatesa au kuwanyanyasa wale watoto wako mwenyewe. Kwa hiyo kimsingi unapoboresha mahusiano mazuri na wale wafanyakazi, inatengeneza na kujenga mmoja wa familia. Tenga muda wa kula naye, tenga muda unapotoka out, usimwache nyumbani, toka naye, nenda naye mahali, kwa mfano kama mwaka mpya au kesho kutwa kesho, watoe out pamoja nao, watajisikia vizuri kwamba sasa kweli bosi wangu aishi kama bosi, anaishi kama mzazi wangu, anaishi kama mtu wangu wa karibu. Na itakuwa rahisi kutoa vitu vyake na kueleza, na mwisho wa siku kujenga, kuboresha familia ile. Sawa. Mtazamaji, tuko na Dr. Daniel Semfuko, tunazungumzia kuhusiana na umuhimu wa kujenga uhusiano na uchumi, na tunafahamu hasa kukaribisha mwaka 2026. Haya ni miongoni mwa mambo muhimu ambayo unapaswa kuzingatia katika namna moja au nyingine. Na nikueleze tu hapa kwamba tunataka kuona kwamba zile fikra za watu na mitazamo ya watu inabadilika. Hilo ndio jambo la msingi. Kuna mtu alishaniambia kitu kimoja, akanambia utajiri ni mtazamo. Sio kama utaka sawa. Anasema mtu yote anayependa masuala ya uchumi lazima awe na mtazamo wa utajiri au juu ya swala ya mambo ya kiuchumi. Akanambia kwamba unaweza kuwa na shilingi milioni 200 hapa, lakini kama hujajenga mahusiano ya kibiashara, hiyo 200 itakwisha. Na kama huna mtazamo wa ule uhusiano wako na ile milioni 200, hiyo 200 utafanya kazi yote. Na akasema kuna mtu mwingine anaweza kana milioni 1, lakini kwa sababu ya mahusiano yake alionayo katika biashara anaweza kakua akatengeneza zaidi ya milioni 200. Hii ina maana gani? Kadri ulimwengu unavyozidi kukua kidigitali, kuna changamoto kubwa sana katika eneo la uchumi. Kwa sababu kwenye watu wengi sasa hivi, utaongea hiyo point yako na ulioniuliza. Lakini nataka nikijazie hapo ili watu wajitunde kwenye point yako na uniuliza. Kilicholeta watu kutokuwa na mahusiano ya karibu mpaka imepelekea hapo tulipofika ni kwa sababu watu wengi wamejikita katika masuala ya digital. Yaani kama kwa busy na simu, busy na laptop, busy na iPad, hana muda hata kukaa na familia yake. Na mwisho wa siku uchumi unadorora. Sasa kwenye issue unaweza kuzungumza kwamba kwa habari ya mtazamo chanya kwenye eneo la uchumi. Uchumi umeunganishwa moja kwa moja pamoja na mahusiano. Tunapozungumzia habari ya watu kukua kiuchumi, ni muhimu sana wakajua kwamba lazima wapate muda wa kufikiri na kuona na kupanga na kujua kwamba huu ni wakati nataka nifanye nini ili kuboresha uchumi wangu. Kwa sababu uchumi hauji tu, uchumi unataka uwajibikaji, uchumi unahitaji kupata connection kubwa kati ya mtu na mtu, kama nilivyosema kampuni na kampuni, na wakati mwingine kujua wapi tunafeli, wapi tufanye vizuri, wapi tuboreshe.
kwa sababu uchumi ni kitu ambacho kinakuwa, uchumi ni kitu ambacho kinashuka kulingana na mazingira yako. Ndio maana nimesema mtu anaweza akawa na milioni moja, ile milioni moja akaizalisha ikafikia mpaka akawa na milioni zaidi ya 200 au zaidi ya hapo, na mtu mwingine akapewa leo milioni 200, lakini baada ya mwezi mmoja, mwezi miwili hana hata shilingi 100, kwa sababu ya aina ile situation ya watu ambao wamemzunguka. Pia katika swala la mahusiano pia ni vizuri sana kujua kwamba aina gani ya watu ambao natakia ni associate nao. Kuna watu ambao ni chanya, kuna watu ambao ni hasi. Kuna mtu leo ukishamwambia bwana, ndugu yangu hapa nina milioni 200 kwenye account, atakushauri bwana, tuanze tukale bata mahali fulani, tuanze tukaenjoy maisha kwa mwisho siku unakuta umetoka katika malengo. Kwa hiyo tafuta aina ya watu mwaka 2026 ambao watakusaidia wewe kuamsha akili yako ili ufanye kwa ubora zaidi. Hata kama una kitu kichache kidogo, una mtaji mdogo, yule mtu anataka kushauri vizuri. For example, juzi nilikuwa na kikao na kijana mmoja anatokea maeneo ya Njombe huko. Akaniambia, Dr. Semfukwe, mimi nimekuja hapa mkoa wa Songwe hapa, nina project nataka niifanye hapa. Kwa project gani unataka kufanya? Akanielekeza nataka niwasaidie wamama kwa habari ya matumizi ya nishati na nishati na nini. Unaona? Nikaribisha wazao tukakaa tukajadili, nikampa mpango kwamba ili inabidi ufanye kazi na watu fulani, utafuta makampuni fulani ukae nao chini ili kuwasaidia hao wanawake. Sasa kuna kama asingekuwa amekuwa na wazo lile, ni kwamba amekuja na wazo, baadaye tunatafuta sasa mtaji na mwisho sio na mconnect na makampuni na watu wengine ambao watamsaidia kuboresha wazo lake. Kwa hiyo ni muhimu sana hata kama una mtaji mdogo, tafuta aina ya watu ambao ni chanya, watu ambao watakusaidia wewe kutoka katika huo udogo wako ili ufike katika hali ya ukubwa, kwa sababu huwezi kukua peke yako. Hata kama una kitu, hakuna mtu ambaye amejitosheleza, hakuna. Kila mtu anamhitaji mwingine ili afikie malengo alionayo. Kwenye uhusiano, sisi ni binadamu, kuna wakati uhusiano unavunjika kwa namna moja au nyingine, au unateteleka sio? Unanipata vizuri na mara nyingi watu tunaviziana nani atamwanza mwenzake, sio? Unanipata vizuri na hii ni kote mahusiano kati ya mfanyabiashara na mfanyabiashara, mahusiano kati ya mfanyabiashara na mteja pia, wakati mwingine unaweza kutofuna katika utoaji wa huduma pale, ndio yateteleka, mahusiano kafanyaje, yakavunjika. Sasa tunawezaje kuyarejesha mahusiano yetu? Kwa wafanyabiashara, mteja huwa akosei. Kwa wafanyabiashara, mteja anapokuja kwa sababu amekuja kuchukua bidhaa kwako, hakosei. Kuna rafiki yangu nasikia anasema kuna wateja wengine nongwa. Sasa lakini jambo la pili, kwa mfanyakazi mwenzako, jaribu kusoma udhaifu alionao mfanyakazi mwenzako, kwa sababu kila mtu ana weaknesses, ana strengths. Yaani kila mwanadamu au kila mtu. Kwa unapokutana na mtu, mimi nataka nijenge urafiki na ndugu yangu hapa, lazima nijue udhaifu wake, rafiki yangu ni upi na nguvu zake ziko sehemu gani. Kwa hiyo tunachotaka pale, ninakuwa makini sana kwenye lile eneo la udhaifu wako. Kuna marafiki ukiwapata, yeye kila dakika lazima akwambie, hebu nitumie shilingi 1000 hapo, nitumie shilingi 10000 bwana. Kwa hiyo ile ni weakness yake, lakini ana vitu vya muhimu pia. Unanielewa? Kuna rafiki mwingine yeye anapenda kuwa dependent, yani kukutegemea wewe kuliko kutegemeana. Na lazima ifike mahali katika mahusiano to balance. Yani uone benefit kwangu na mimi nione benefit kwako. Sasa katika hilo lazima kuna benefit. Lazima kuna, kama hakuna lazima kuwe na faida. Hakuna mahusiano yoyote ambayo hayana faida duniani. Hakuna mahusiano yoyote. Kuna mahusiano nitakwambia baadaye. Yani wale tuma na kutolea yale. Lazima tuma na kutolea. Yani anaamka asubuhi, mshikaji wangu niko sehemu moja hapa na wakati mgumu sana, hebu nitumie 10000 faster. Sasa leo unafikia jana alinituma juzi, inakuaje? Kwa lazima mahusiano yao na faida fulani ambayo tuna benefit pamoja. Lakini pia tuzungumzie habari ya hao marafiki ambao, wateja ambao wanakuja, anakuwa labda ameudhiwa nyumbani, anakuja pale ofisini au kwenye biashara yako, anazitumia hasira za nyumbani kukuletea wewe. Ni msingi sana wewe ujue kwamba huyu ni mteja, amekuja hapa kwenye bidhaa. Wewe cool down, shuka, alafu msikilize. Atakapokuja mueleze bila kumwathiri au kumkwaza au kumfanya ajisikie vibaya. Na kuna wakati mwingine ukashangaa amekuja pale ofisini kwako, alikuja na stress na hasira, kupitia wewe akapata fulana, akodi nyumbani yuko vizuri. Sawa. Na mtazamaji, naendelea kukumbusha kwamba tuko na Dr. Daniel Semfukwe ambaye ni mdau wa uchumi lakini pia na mdau wa maendeleo hapa nchini Tanzania. Tunazungumzia umuhimu wa kujenga uhusiano na uchumi, kwa sababu hivi ni vitu viwili ambavyo vinakwenda sambamba, na tunatarajia kwamba mwaka 2026 kuna mitazamo ambayo tunapaswa kuibadilisha sisi kama binadamu. Tusiwe na mitazamo ile ambayo
ni sema ya kizamani, mitazamo ambayo inatupelekea sisi kuwa watu tofauti na jamii ikatuona sisi ni watu tofauti. Umezungumzia swala la mitandao mara ya kwanza, nataka tuangalie ni kwa namna gani swala la mitandao. Mitandao ina faida mbili, ni mizuri, na kuna wakati mwingine mitandao hii ina matokeo hasi. Kwa mfano, mitandao hii imewafanya Watanzania wengi au watu wengi duniani wasizungumze au kujua huyu ni nani na huyu ni nani. Sio, umenipata vizuri? Linapokuja swala kama hili, mitandao inaweza ikatupeleka wapi kwenye swala la mahusiano. Kwa mfano, wakati mwingine ukaenda unataka huduma, unamkuta mtu yuko busy, anachati. Anaweza mkakaa watu wawili pale, mko sehemu fulani, na katika tukio muhimu sana ambalo linatupasa sisi tukutane tuzungumze, watu wakawa busy kuchati. Tunapaswa kuitazama vipi mitandao yetu? Mimi nitumie nafasi hii kusema kwamba mitandao au digital kuna msisitizo mkubwa sana wa kujenga kitu kinachoitwa kutenga muda, pia kuwa mbali na simu, kuwa mbali na mitandao, ili kujenga mahusiano halisi ya uso kwa uso. Unajua mahusiano ya uso kwa uso yana nguvu zaidi kuliko mahusiano ya kimtandao. Mimi niseme hivyo kwa sababu mtandao unatupa nguvu ya kuwasiliana kwa haraka, lakini mahusiano ya uso kwa uso yana nguvu zaidi kuliko mahusiano ya kimtandao. Sasa hivi unaweza kukuta katika familia, baba akifika tu pale nyumbani sitting room, anachukua laptop yake, anaanza kufanya kazi au kufanya mawasiliano ya kimtandao. Mama anakuja na simu yake na anakaa kwenye kochi hapo anachati. Watoto wanakuja na anachukua simu yake anakaa hapo anachati kwenye mitandao. Kwa mwisho wa siku familia inashindwa ku communicate, inashindwa kuzungumza. Kwa kuna tufike mahali wakati tuzime vitu vyetu, tuweke pembeni, tupate muda wa kuzungumza. Katika kuzungumza utajua kabisa kwamba huyu mtu ana hali gani, ana msongo wa mawazo. Na sasa hivi kuna changamoto kubwa sana ya watu wengi wana misongo ya mawazo. Yaani watu wanawaza vitu vimepitiliza kwa sababu hawana mahali pa kuelezea, hawana mahali pa kuexpress mambo yao. Kwa hiyo hata mazingira ya kazi au mkutana mahali kwenye basi mnasafiri au kwenye gari, pata muda, acha simu yako, zungumza, umfahamu huyu ni nani, ni Mtanzania mwenzako. Unashangaa unatafuta fursa fulani, kumbe fursa unayotafuta iko kwa huyu bwana uko naye karibu. Na mwisho wa siku unaweza ukashangaa umepoteza kitu kikubwa ambacho ungekipata kwa urahisi. Kwa mimi ni shauri hii mitandao isituathiri, yaani situpelekee sisi tukawa busy na mitandao tukaacha muda wa kutengeneza mahusiano ya uso kwa uso. Pata muda pia kuzungumza na mtu, kutana naye, zungumza naye, muulize wewe ni nani. Pata muda kuzungumza ndio kujua kwamba unaweza kupata kitu ambacho kitakusaidia katika biashara yako, katika kazi zako. Kwa mwaka 2025 nizungumze kwamba ili tukafanya vitu kuboresha, tutenge muda wa kuzima simu na kuweka vitu, wakati mwingine tupate muda wa kuzungumza uso kwa uso na familia zetu na wafanyakazi wetu, kupata muda wa kuzungumza ana kwa ana marafiki zetu. Unajua sasa hivi hata ndugu kwa ndugu hawasiliane kwa sababu haja tunazao kwenye mitandao. Mtu akiona kwenye Facebook, kuna kwenye mtandao anajua imetoka hiyo. Mpaka mwaka unaisha. Lakini kutenga muda wa kusema leo bwana mimi nataka nifunge safari niende nyumbani kwetu, nikaone ndugu zangu na jamaa tuzungumze, wakuone hata pia wewe na pia wao pia waone wana hali gani. Ni kitu muhimu sana. Kwa sababu mitandao pia wakati mwingine inapelekea watu kuwa busy sana na kuacha vile vitu vya muhimu, na mwisho wa siku watoto kupotea na kufanya vitu ambavyo viko nje ya muktadha wa mila na desturi zetu kama Tanzania. Nitoe kwamba ni wakati mzuri sasa wa kutumia mitandao vizuri. Wakati wa mitandao tumia, wakati mwingine weka switch off your phone, switch off your everything, ili kupata nafasi ya kuongea na familia yako. Tunachokizungumza hapa hivi karibuni niliona kuna taifa moja ambalo limepeleka mswada bungeni kwamba kutaka ikifika kuna muda ambao wanataka kuweka kwamba ikifika usiku switch off mitandao, switch off mitandao. Sababu hata walali watu wanakesha, taifa linahitaji watu pia watu wako busy na mitandao. Lakini pia wakaja ambao wakisema kuna waangalie namna ya kuangalia hata muda wa kazi, kuangalia ni mitandao gani itakuwa hewani na mitandao gani ambayo haiyo hewani, kwa sababu wamegundua kwamba kwa asilimia kubwa katika taifa hilo wananchi wake wanatumia muda mwingi sana kwenye mitandao, na wakasema wananchi hao hawahusiani. Ni kweli kwenye mitandao ukahusiana kwenye mitandao, lakini kwenye mitandao mara nyingi unaweza kukutana na matapeli pia. Tumeshuhudia wapo ambao wanasema bwana, ukifanya hivi unaanzisha mahusiano kwenye mitandao ya kijamii na mwisho wa siku unavuna mabua. Umeona kuna watu ambao walianzisha watu kwenye mahusiano ya mawasiliano kwenye mitandao ya simu, kilimo kile cha kwenye makaratasi, unakifahamu kile makaratasi, tikiti maji eka moja zinatoka 10,000 unapata milioni 100. Watu wakaingia mazima,
wakapata ya kupata. Hatusemi kwamba mitandao ni mibaya, hapana. Kuna watu ambao wamesha ni mahusiano ya mitandao lakini mpaka hivi sasa wamefikia mbali zaidi. Tunapo ukaribisha mwaka 2026, ni mambo gani muhimu sana ya kuzingatia? Kuna mambo ya msingi ambayo natamani kuzungumza ya kuzingatia kwa mwaka 2026. Ni muhimu sana kuwa makini na kile ambacho nakifanya, ufikiri kabla ya kutekeleza, kabla ya kufanya. Watu wengi huwa wanaanza kufikiri baada ya kukosea. Alishakosea ndio anaanza kufikiri. Kwa mimi nishauri kwamba ni wakati wa kufikiri kabla ya kufanya, lakini pia boresha mahusiano yako mazuri, maeneo ya kazi, maeneo yako mazuri katika familia, mahusiano mazuri katika eneo la jamii yako inakuzunguka. Tenga muda hata kutembelea majirani. Zamani Bwana Kaputela ilikuwa mtu anaamka asubuhi anaingia nyumbani, mmeamka salama? Jamani, mmeamkaje hapo? Lakini sasa hivi watu wakiamka asubuhi. Ile ilikuwa na maana gani ile? Kwa sababu nakumbuka hata mzee wangu alikuwa anatoka anasalimia nyumba moja baada ya nyumba nyingine. Sisi tukitoka tumetoka huko shule tunafika, sasa sisi tulikuwa na moyo na sasa huyu mzee naye ana tabia za kikoloni huyu. Hebu apunguze basi. Nyumba moja baada ya nyingine. Vipi bwana mwenyewe? Ile ilikuwa inaboresha familia, inaboresha mahusiano kati ya watu wanaokuzunguka, kwa sababu unaweza ukaondoka na shughuli zako shambani ukaenda wapi, kumbe huyu jirani yako hapa labda ameumwa usiku, amepata changamoto yoyote usiku, unaona. Kwa unapomsalimia unamtaka hari na inaboresha mahusiano. Lakini leo hii hata unapoishi bwana ndugu yangu mtangazaji Kaputela, hamna mtu hata mpangaji kwa mpangaji usalimiana. Mtu akiamka asubuhi anabadilisha kiatu, kafunga tai yake, kaondoka. Anaingia kwenye gari, mmekaa kwenye gari mwendo kasi, hakuna anayemsalimia mwenzake. Yaani wako busy, na mtu mwingine yuko kwenye game tu pale. Unaingia hotelini, wale wahudumu wa hoteli wanao. Unashangaa hahudumii wateja, anadili na mitandao. Kwa hiyo kuna athari kubwa sana imewafanya watu wawe busy na vitu ambavyo haviwezi kuboresha mahusiano. Huu ni wakati pia wa kuboresha mahusiano kati ya mtu na mtu. Tenga muda wa kuongea na watu. Salimia watu. Usiwapite watu kwa sababu wewe unawahi. Tenga muda wa kuongea na watu kwa sababu watu ndio tunawahitaji katika maisha haya. Sawa sawa. Kuna mtu ambaye anarithi adui wa mtu. Anarithi adui wa mtu. Ndio. Yaani au nimetumia adui, nimetumia labda neno zito kidogo. Yaani kuna mtu ambaye anafanya biashara, anajua yule pale ametofautiana kibiashara na huyu rafiki yangu. Labda namfanya biashara mwenzangu huyu hapa. Basi na mimi natofautiana naye. Hii imekaje? Mimi nataka na kuna wakati mwingine huyu mtu ambaye umetofautiana naye akija dukani hataki hata kumuuzia kitu. Anamnyima huduma. Anamnyima huduma kabisa. Au anaambia wafanyakazi msimhudumie huyu. Hii imekaje? Mimi nashauri kwa mwaka 2026 watu tuvunje uadui. Tengeza muda wa kutengeneza amani na watu. Hata kama kuna watu ambao walikuwa umekosana nao mwaka 2025, pata muda wa kuwasiliana naye ili mtengeneze, muanze mwaka upya. Ndio. Ili mnapoingia mwaka 2026 muanze kwa upya. Lakini pia mimi sishauri watu kuendeleza uadui. Unapoona kwamba umefika ofisini kuna watu na uadui na mtu fulani, tengeneza amani kati ya mtu na mtu, kwa sababu yule mtu pia ana watu nyuma yake. Mtakapotengeneza uadui na yeye anaweza katengeneza pia kupoteza wateja wengi, ya mwisho wa siku mkapoteza watu wa muhimu kwenye jamii yenu au kwenye taasisi yenu. Kwa hiyo tengenezeni amani, tengeneza muda pia wa kumsikiza na changamoto gani ili kuboresha amani katika eneo la kazi, na mwisho wa siku tufikie malengo, kwa sababu tunahitaji watu ili tufikie malengo. Hatutoweza kufikia malengo katika mahali popote au kwa namna yote pasipokuwa na watu wa aina tofauti tofauti. Kwa lazima tuboreshe mahusiano kwa nguvu na kuyatunza mahusiano kwa gharama yoyote. Okay, sawa ili tufikie malengo. Nilikuwa nazungumza na kiongozi mmoja dini akaniambia, ndio, Mungu wakati mwingine anaweza akapitisha mafanikio yako kwa watu. Kabisa. Kwa heshima watu. Kabisa. Akaenda mbali zaidi akaniambia hata shetani anaweza kupitisha mabaya kwa watu. Kwa kuwa makini na watu. Nikasema hapa duniani umeona tutafakari. Umeona? Kwenye jamii watu ni muhimu kuliko unavyofikiria. Ndio. Yaani watu ni muhimu sana. Mimi binafsi katika taaluma yangu, katika utendaji kazi wangu, ninafanikiwa kwa sababu ya watu. Ndio. Kwa hiyo ninapokutana na mtu yeyote mahali popote, nitahakikisha tunajiuliza huyu mtu amekuja
akiwa na purpose gani kwenye maisha yangu. Sawa. Nitahakikisha najua, nikishajua na muingiza kwenye ile kitu. Mwisho tunafanya vitu vikubwa katika jamii. Kwa hiyo watu wa Tanzania wenzangu, tuheshimu watu. Ndio. Mimi nikushukuru sana Daniel Simfukwe kwa maelezo haya mazuri. Nashukuru. Ya kuhakikisha kwamba Watanzania tunapoingia mwaka 2026 tunajenga uhusiano wetu na ikiwezekana tunaimarisha mahusiano yetu ili tuweze kufikia malengo, na amezungumza hapa, ameenda mbali zaidi kwa kuzungumzia kwamba mahusiano kati ya familia ni muhimu sana. Ili uweze kukua kiuchumi lazima uanzie kwenye familia yako, sababu wakati mwingine kama kwenye familia kutoka kutaharibika huko, uweze kufanya chochote katika sehemu yako ya kazi. Sasa hifadhi za taifa hapa nchini Tanzania, TANAPA, wao wameandaa matukio mbalimbali katika kukaribisha mwaka 2026. Nafahamu mara kadhaa sisi wenyewe kwenye Channel 10 tumekuwa tukishiriki kuangalia kwa namna gani hizi hifadhi zetu hapa nchini Tanzania zinakaribisha mwaka 2026. Na mimi nikwambie tu, unapoanza mwaka 2026, jenga tamaduni ya kutembelea hifadhi zetu. Utakuja kunishukuru. Baadaye atakuja hapa Paul Mashauri, tutazungumzia pia masuala ya umuhimu wa kusema, sababu ni mwanasaikolojia pia. Na nataka nizungumze kwa njia ya simu na mhifadhi daraja la pili Alois Muunga kutoka ofisi ya mahusiano TANAPA kiunganishi Dar es Salaam. Hata tuzungumzia ni nini ambacho hivi sasa kama TANAPA wamekiandaa katika maeneo tofauti tofauti, lakini pia tunawezaje kufika katika hifadhi zetu na kutalii. Alois Muunga, habari ya asubuhi. Ni nzuri, nashukuru ndugu mtangazaji. Habari za asubuhi? Ni nzuri kabisa, na unasikika moja kwa moja kupitia runinga yako ya Channel 10 kilicho bora, na hii ni Baragum Live. Nakushukuru sana. Sawa. Kwanza tuambie, kwa kukaribisha mwaka 2026, TANAPA mmejipangaje kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata utalii ambao unaendana na vibe, na mmeandaa nini hasa kikubwa kwa ajili ya Watanzania? Kikubwa TANAPA tumeandaa matukio mengi. Ndiyo. Lakini tumejiandaa pia kwa kutoa taarifa sahihi kwa Watanzania ni jinsi gani wanaweza kutembelea katika hifadhi za taifa. Lakini kizuri zaidi, leo tarehe 31 tutakuwa na mkesha wa kuamkia mwaka 2026 ambao utafanyika katika hifadhi ya taifa ya Mikumi. Ndiyo. Tumewakaribisha Watanzania wengi na wamepokea, wengi watakuwa Mikumi siku ya leo. Lakini pia tuna programu ya shangwe la sikukuu na TANAPA ambayo tumeitangaza sana. Ni package ambayo kila Mtanzania amepata taarifa kwamba TANAPA tumeandaa matukio mengi kwenda kutembelea baadhi ya hifadhi ambazo ziko karibu pia na Dar es Salaam. Ndio. Hifadhi ya taifa ya Sadani, hifadhi ya taifa ya Nyerere, hifadhi ya taifa ya Mikumi. Ndio. Tumeandaa package ambazo ziko kwa bei nafuu kabisa, ambazo Watanzania wengi wameweza kuafford kwa ajili ya kwenda kutembea hasa hichi kipindi cha sikukuu. Lakini pia tunawakaribisha Watanzania kuja kutembelea katika hifadhi za taifa, sio tu kipindi cha sikukuu. Kipindi chote sisi tuko tayari kupokea wageni kuanzia Januari mpaka Disemba. TANAPA tumejipanga kuandaa mazingira mazuri kwa ajili ya Watanzania kuja kutembea katika hifadhi zetu. Na tuwe na utamaduni, unajua ukipenda kitu chako ni nzuri zaidi kuliko kutegemea wageni wa nje. Sisi tukiwa Watanzania tuna utamaduni wa kutembelea hifadhi zetu. Tuna uwezo wa kujiingizia kipato pasipo pia kutegemea wageni wa nje. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kuja kutembelea katika hifadhi za taifa, na hizi hifadhi za taifa zipo kwa ajili ya sisi Watanzania wenyewe. Ndio. Na Alois Muunga, tusaidie kitu kimoja. Unajua, nimekuwa wakati wa kazi yangu hii ya kuwa balozi wa utalii hapa nchini Tanzania, na nimekuwa nikienda nyumba kwa nyumba wakati mwingine kuhamasisha tuneni tukatalii. Lakini maswali ambayo nimekuwa nikutana nayo Alois Muunga ni kwamba watu wanaamini kwamba wanapenda sana kulala ndani ya hifadhi zetu. Wanapenda sana kwa sababu wanatamani kulala wasikie pia mungurumo wa simba, tembo akipita pale kidogo ikatisha. Wanahofu wakidai kwamba eti ndani ya hifadhi zetu gharama za malazi ni kubwa. Hili unaizungumziaje kama TANAPA? Hapana, sio kweli, ni perception ya watu wanavyofikiria. Lakini ndani ya hifadhi kuna category tofauti za malazi.
ambazo pia zimetofautiana kwa bei. Lakini pia TANAPA kama TANAPA wana kitu inaitwa bundles, wana accommodations za bundles ambazo kwa Watanzania wazawa gharama sio bei kubwa. Wa takriban unakuta banda ambalo linaweza lika accommodate watu wawili watatu ni shilingi 70,000 kwa Mtanzania. Ndio. Lakini pia kwa wanafunzi tuna hostels. Ndio. Ambazo ni bei nafuu kabisa, kila Mtanzania ana uwezo wa ku-afford na kulipia. Ndiyo. Kwa hizo hostel. Lakini pia tuna malazi ya campsites. Ndio. Kuna maeneo yametengwa mahususi kwa ajili ya public campsites ambazo pia ni malazi ambayo kila Mtanzania ana uwezo wa kulala na asione kwamba ni gharama kubwa. Kwa hiyo ni kikubwa ni information. Unajua taarifa ni jambo sahihi. Ni wazungu wanasema it's a powerful communications. Kuwa na mawasiliano, kujua nini kinapatikana sehemu gani na kinapatikana kwa gharama za kiasi gani. Ndio. Kwa hiyo pia kwa wanaoishi Dar es Salaam, TANAPA tuna ofisi Dar es Salaam mkabala na ubalozi wa Ufaransa. Ni sehemu sahihi kabisa ambayo kila Mtanzania anaweza kufika pale na kupata sasa taarifa sahihi kuhusiana na malazi, gharama za kuingia ndani ya hifadhi na mambo mengi na fursa pia za uwekezaji. Ndio. Sawa. Kwa hiyo accommodation sio gharama kwa maana ya malazi kama inavyozungumzwa na watu. Ndio. Mimi nikushukuru sana. Na kiingilio kuingia hifadhini kwa mkubwa na mdogo ni kiasi gani? Nataka mtu kama anajipanga saa hizi ili ameshajiandaa. Okay. Kwa mfano ukiangalia hifadhi ya taifa ya Mikumi au hifadhi ya taifa ya Sadani. Ndio. Kiingilio kwa Mtanzania shilingi 5,900. Hii ni pamoja na VAT. Naona lakini pia kuna gharama za yule muongoza wageni, tunamuita guide. Naye analipiwa shilingi 5,900. Unaona ni jinsi gani kwamba kila Mtanzania ana uwezo wa kuziafford hizo gharama. Ndio. Ni compare sasa na mtu wa nje. Mtu wa nje analipa zaidi mara 4 ya hiyo. Unaona? Sawa. Kwa hiyo Watanzania tumewekewa mazingira ya unafuu sana kuja kutembea kwenye hifadhi zetu za taifa. Mimi ni kushukuru sana Alois Muka kwa taarifa hiyo ambayo umetupa, na tukutakie heri ya mwaka mpya, na TANAPA wote tunatakie heri ya mwaka mpya. Nakushukuru sana na mkaribie kufuatilia mbashara kabisa. Tutakuwa Mikumi leo mkesha wa mwaka mpya. TANAPA tunataka kufunga mwaka kibabe kabisa, sio kinyonge. Tunawakaribisha kutembelea katika hifadhi za taifa. Karibuni sana Watanzania. Asante sana. Na mtazamaji, tulikuwa tunazungumza na afisa kutoka TANAPA akiukaribisha wewe katika kufunga mwaka na TANAPA. Huyu ni mhifadhi daraja la pili Alois Muka kutoka ofisi ya mahusiano TANAPA Dar es Salaam. Nikushukuru sana pia muda wetu umetupa. Nikushukuru sana pia Daniel Semfukwe kwa kuja. Asante sana pia kwa kutupa elimu hii. Nadhani kadri siku zinavyozidi kwenda, tukianza mwaka mpya, tutakukaribisha sana uje hapa ili tuweze kupata elimu. Nikutakie heri ya mwaka mpya. Asante sana. Tutarejea baadaye. Shukrani.